nikakuonya mara kwanza, nikakuonya mara pili, na pia nikakuonya mara tatu, lakini bado ukaendelea. Alafu nilishakwambia uende ukaiombe msamaha ile familia, lakini bado ukufanya hivyo, ukanipuzia. Nadhani mpaka sasa hivi ulipofikia umeshachoka na huwezi kunikimbia tena. Sasa sikiliza nikwambie, sasa hivi ninakufanyia kitu kibaya ambacho wewe mwenyewe utakuja kusahau katika maisha yako, na dunia nzima hatajua umeenda hapo. Sasa kuanzia leo utaishi hivyo utavyokuwa mpaka utapokiri maneno yangu. Nadhani umenielewa. Mama chizi, tabasamu lako ni nguvu. Dunia haikuelewi, lakini upo imara. Baba, uko tunapoka ino sasa hivi. Kwa nini nazungumza hiki? Subiri uko. Kwani una tatizo gani? Baba, mimi naiweze zaidi wa binadamu. Dunia haikuelewi. Basi kelele mbali, sawa? Upo imara, nuru yako haitazimika, mama chizi. Kila hatua ni kilima, kila pumzi ni pambano, ujasiri wako ni ngao dhidi ya dhoruba. Uso wako ni hadithi ya ushujaa usiosahaulika. Machozi yako ni chemchemi ya matumaini, mama chizi. Usililie jana kwa... We mzee, umefuata nini hapa? Una matatizo gani hapa? Umefuata nini? Wewe si ushakufukuza hapa na umerudi tena? Sikiliza we mama, tena kuwa makini sana na maneno yangu. Mimi hapa nimefuata mti wangu wa mpokopoko, huu mti ambao nilikuwa nafanyia tamaduni zangu zote. Sasa leo nimeukumbuka mti wangu, ndio maana umeniona nimekuja hapa. Tatizo liko wapi? Wewe una mti hapa, unakuja kwenye nyumba za watu alafu unasema umekuja na mti. Mti gani ulokuja nao wewe? Mume wangu, mume wangu, njoo one vioja hapa. Makubwa makubwa. Njoo one vitu kana ufanya mzee. Ona. Hivi mzee wangu, uko sawa kweli kiakili? Uko timamu? Mbona tayari tushakufukuza hapa? Kwa nini unapenda kuja katika miji ya watu? Kitazame umri wako na umri wetu sisi ni sawa? Wewe sasa na umri wa babangu wewe.
Samani sana mzee wangu, nakuomba tafadhali. Mimi nakuomba uende tu. Mama chizi. Sikilizeni vijana, sikilizeni tena, nisikilizeni kwa makini. Hii ardhi ni mali yangu mimi. Na hapa nimefuata mti wangu wa mpogopoko. Hapa kuna tatizo gani? Sikiliza nikwambie wewe mzee. Naomba uondoke sasa hivi. Nakupa dakika hizo 3 tu. Nadhani wewe unijui. Mimi ndo Ufida. Subiri nikuonyeshe. Wewe mbona kila siku unakuja video yako hapa nataka papo. Nadhani ni bure. Shika na uondoke. Naomba uondoke. Nini vijana, hapa mimi ni kwangu na hii ni ardhi yangu. Na huu ndio mti wangu wa mpogopoko. Naomba uondoke. Huyu mzee ana nini huyu? Vijana. Sawa. Nenda bwana. Unatutilia nuksi tu saa hizi. Makubwa. Ondoke ndani. Ondoke ndani. Dunia haikuelewi, lakini upo imara. Nuru yako haitazimika, mama chizi. Kila hatua ni kilima, kila pumzi ni pambano. Ujasiri wako ni ngao dhidi ya dhoruba. Uso wako ni hadithi ya ushujaa usio. Fufu mzee, wewe umerudi tena. Aya, shughuli inaanzia hapa. Wewe si ulifukuzwa huku tena, umetimuliwa na mtoto mdogo. Hapa naona kabisa mapiano. Nadhani unanijua vizuri kwamba mimi ndio Fufu mzee. Sasa umefuata nini hapa? Nimerudi huku, kurudi kwenye mji wangu. Mji wangu wa zamani ambao niliutengeneza kwa mikono yangu. Lakini unajua alichonifanyia? Nilikuwa sitaki tena kurudia yale mambo ya nguvu za giza. Nilikuwa sitaki kuleta matwara ya uchawi. Lakini nimeenda pale. Wamenifukuza na kunitukana mimi. Labda sio Fufu mzee. Yaani wamekutukana wewe? Fufu mzee? Wanakujua wakujui? Yaani wamekutukana wewe? Fufu mzee? Wanakujua wakujui? Hao hawajui kama wewe ushawahi kubadilisha soda kuwa pombe, juisi kuwa pombe. Hawajasikiaga kama ushabadilishaga sausage kuwa sigara. Hawakujui. Wangekujua kama ninavyokujua mimi hapa, wasingekufanyia hivyo. Hao hawajui. Ila waonyeshe kitu. Sasa sikiliza. Mimi nakutuma uende ukawaambie. Si unakumbuka msiba wa marehemu Kibibo? Unakumbuka jinsi alivyokufa? Ndio. Sasa nakutuma nenda kawaambie. Fufu mzee anasema hivi, kwenye mji wake muhane wenyewe au nitawahamisha kwa nguvu. Wankawaambie wale, ankawaambie amjui huyu. Mimi namjua Fufu mzee, si mtu mzuri, yani mtu mbadi. Inafika ujumbe, unafika Fufu mzee, ujumbe unafika. Ngwani ile dadeki ndio. 我喜欢那里啊，大家话我啊， huku. 我喜欢那里啊， Aya, 我喜欢那里啊， 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 我喜欢那里啊，
Nguvu mzee hiyo inapika hata usopu. Mama chizi, tabasamu lako ni nguvu. Dunia haikuelewi, lakini upo imara. Nuru. Sikiza Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi nimekuja hapa kwa jambo moja tu. Sio, naelewa Kiswahili changu ninachokizungumza. Katika mji na miaka takriban 10 ama na zaidi. Sasa basi, kuna mzee leo jana amekuja nyumbani kwangu, anasema ile ardhi ni ya kwake. Haya nilipojenga mimi. Mzee, ni mzee gani huyo? Mimi simjui huyo mzee. Sijawahi kumuona hata siku moja. Ndio kwanza nimemuona jana katika ardhi yangu. Na katika ile ardhi anasema kuna mti. Huo mti unaitwa mpogopogo na huo mti mimi nimeukata. Sasa ananisumbua ise mheshimiwa. Sasa dokumenti zinaonyesha kwamba kile kiwanja uliuziwa na Bwana Kibibo, yule marehemu. Sasa leo unavokuja na kuniambia kwamba kuna mzee ambaye anasema ile ardhi ni ya kwake, napata sitofahamu. Tena amekuja kaja kuhamia kabisa, kaja na mizigo yake. Furushi kaja shangazi kaja nalo pale ili ahamie. Anahamia kwenye mji wangu. Simjui, hanijui, sio ndugu yangu, sio familia yangu. Kuna kitu nakumbuka. Kwa sababu kwenye msiba wa Kibibo kuna sitofahamu nyingi sana zilitokea. Kwa hiyo nikijaribu kuumanisha matukio napata sitofahamu. Lakini kwa kuwa hili jambo lako lipo kwenye serikali, ni kuondoe hofu tu juu ya hilo. Sisi kama serikali, jukumu letu na wajibu wetu kusimamia haki za kibinadamu. Na juu ya hili jambo lako ni kuahidi tu haki yako itasimama kuwa haki yako. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimekuja kutoa taarifa. Hakija kunisumbua tena katika ardhi yangu. Mheshimiwa, hii taarifa nakupa kabisa, itachukua maamuzi mkononi. Usiwe mwepesi sana kuchukua sheria mkononi. Maximum, kwa kuwa kuna vyombo vya dola, tuachie sisi hilo jukumu. Na endapo kama atakuja, nyanyua simu yako nipigie muda wowote, wakati wowote, ili tuweze kulitatua hili jambo. Sawa? Narudia hii kauli, hili ni eneo langu, nimenunua kwa pesa yangu na nyaraka zote ninazo, kama ni mmiliki halali wa kiwanja changu ama ni mmiliki halali wa mji wangu. Sasa narudia hii kauli, itachukua sheria mkononi atapokuja kunisumbua tena kwa mara ya pili. Kitu kwa hili. Sawa. Dunia haikuelewi, lakini upo imara. Nuru yako haitazimika, Mama Chizi. Kila hatua ni kilima, kila pumzi ni pambano. Ujasiri wako ni ngao dhidi ya dhoruba. Uso wako Mimi kake kupata nini Mungu? Naomba basi daktari. Mbona shika vipi? Umepona? Basi uko unaumwa wewe. Unajua sikuelewi mke wangu. Unielewi nini?
Tumetoka ndani umedondoka ugonjwa ule wa watoto wa degedege. Nimekushika mpaka nje unaumwa. Mimi? Au unaniigizia? Usinizushie magonjwa sijawahi kuumwa. Tafadhali sana nakwambia. Sijawahi kuumwa degedege toka nizaliwe mpaka nafika umri huu. Yaani leo hii mimi naumwa degedege? Hebu acha drama zako bwana. Saa hizi umefika nje unaniambia kuumwe. Tena mzima? Nimetoka ndani nimehangaika mimi mpaka umenitia pressure juu juu. Unaumwa hoi hoi. Tumefika nje kupeleka hospitali eti umepona. Nahisi una matatizo ya akili kidogo, sio siri. Unajua unashangaza? Na mimi pia unanishangaza na ndio maana nakwambia nahisi wewe una matatizo ya akili. Mimi. Toka tuanze kuishi mimi naye shai kumwa degedege. Mume wangu. Unaniambia mimi na ugonjwa wa akili? Kwa mimi nilikubeba kutoka ndani mpaka nje ni msaada tosha. Umuhimu wangu uone. Unaanza kunitusi tena mimi na ugonjwa wa akili, si ndio? Sawa, nashukuru. Hapana mke. Siku nyingine utaumwa, nitakuangalia mpaka ufe. Sitakusaidia chochote. Yaani nitakuacha hapo kwa hizo drama zako. Mimi umenikela bana. Mama chizi tabasamu lako. Kali? Sasa hivi. Safi. Sasa. Ndio. Safari. Tamani. Salamu sio mzigo. Na kama ni mzigo, sidhani kama linaweza kufika kilo 2. Unamaanisha nini? Lamani. Leo mlipokea ugeni wa Fufu mzee, mmiliki wa ardhi hii. Cha ajabu mlinzi yake na mkamtukana. Hilo ni kosa kubwa sana. Kwa nini mmefanya hivi? Kwa kijana, acha ujinga wako sawa? Wewe unatambua fika kabisa kama hili eneo mimi ndio mmiliki. Alafu unajua kabisa kama nilizuiwa na Mariam Kibibo na hati ziko ndani. Na hiyo taarifa utakoniletea sihitaji kuisikia kabisa katika masikioni mwangu. Mimi nakuomba uondoke. Kijana, hebu acha ujinga wako. Kama umekuja kwa watu na hauna cha kuongea, basi naomba uondoke. Naomba uondoke sasa hivi kabla sijakuitia kelele za mwizi. Naomba uondoke. Naomba uondoke. Unachoambia kwani usikii? Sio mbona ondoke basi ondoka basi ondoka. Leo kwa ni siku ya nuksi kabisa. Huyu ni mtu wa pili anakuja. Naona leo nyumba hii imekuwa na nuksi sana. Toka asubuhi mabalabala tu kwenye nyumba hii. Nape. Sawa. Maliza kazi. Wewe uko ndani. Hivi makwini. Wewe tukienda ule wako. Mimi nakutafuta kila sehemu sikuoni. Na ukiwa leo umelala wapi? Wewe na anake zako. Istaki. Mwanangu kini kanaambia una wanawake. Mama chizi tabasamu lako ni nguvu. Dunia haikuelewi, lakini upo imara. Nuru yako haitazimika, Mama chizi.